Nyinyi kama Watanzania mtakumbuka baba wa taifa wa Tanzania hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akihojiwa na wanahabari katika miaka ya 60. Aliulizwa, je, maendeleo ni nini? Kwa kuwa wakati ule watu wanahoji ya kwamba ukijenga magorofa basi ni maendeleo. Mwalimu akajibu hivi: siri ya maendeleo ni watu, ardhi na siasa safi. Alichokisema Mwalimu Nyerere wakati huo bado ina umuhimu. Nchi zote ambazo zimeendelea zina watu ambao wamejitolea kama wahanga wa kuhakikisha kwamba wameboresha maisha ya watu. Nchi hizo zina ardhi ambazo zimetumiwa kwa njia inayostahili, na nchi hizo zina siasa safi. Kwa kuwa siasa safi inatengeza au kuunda mazingira ya wezeshi. Katika mahojiano hayo, Mwalimu pia aliulizwa, akasema hivi Mwalimu: mbali na ardhi na watu na siasa safi, siri nyingine ya maendeleo ni kuwa na vijana wenye malezi bora, siha njema na bongo kali. Na katika miaka ya 70 Mbaraka Mwinshe Mwaruka akaimba wimbo vijana wa Afrika. Watanzania mnakumbuka hivyo? Akisema, ilindeni Tanzania na Afrika ili Afrika itumie rasilimali yake kukidhi bara la Afrika. Hivi tunapoungana hapa katika kongamano hili, kuna maswali nyeti ambayo lazima yaulizwe. Ni vizuri kusema ya kwamba tumepiga hatua, lakini hatua tulizozipiga ni hatua za kobe na kinyonga pamoja. Ni hatua ambazo hazija tufanya tupate vitu ambavyo tunavitaka. Na ni vizuri kujilinganisha na mataifa mengine. Mataifa ambayo yalitawaliwa na mataifa ambayo katika miaka ya 60 zilikuwa na uchumi kama zetu. Mataifa hayo ni kama nchi ndogo tu ya Singapore. Tujiulize, ni kitu kipi au vitu vipi ambavyo walivifanya ili sasa wawe na uchumi ambazo zinatupiku sisi. Tujiulize, wa Korea walifanya nini? Tujiulize, wenzetu wa Vietnam ambao walikuwa vitani mpaka wa mwaka wa 1975. Kwa hivi sasa ninapozungumza, Vietnam ina wananchi wao wasiozidi milioni 50, lakini uchumi wa Vietnam ni kubwa kushinda nchi zote 8 za Afrika Mashariki. Na nawahakikisheni ya kwamba hakuna jeshi la malaika ambao walitua kule na kuijenga Vietnam. Wao wenyewe walifanya kazi, na hivi sasa tunawashabikia. Hii leo, ndugu Makonda na mawaziri ambao mko hapa wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, tujiulize maswali, ni hatua zipi ambazo tutazipiga ili tupate maendeleo. Ndugu Makonda amesema ya kwamba lazima tutafute fursa na tuviangalie kwa macho chanya.
na kufanya hivyo itatuonyesha kwamba kuna nafasi nyingi tu. Kwa mfano,